Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Wewe ni Mungu unayeinuliwa na kutukuzwa. Asante kwa kongamano hili zuri sana ambalo linakupendeza kukusanya watu wako sehemu moja kama mtu mmoja. Wewe ni mtakatifu, wewe ni mfalme, wewe ni Ebenezeri. Hakuna wa kufananishwa na wewe. Miungu inanyamaza kimya mbele ya watu wako wanapokusanyika. Jehova, tunakuhitaji tena katika majira haya. Tupa ushirika wako na nguvu zako uliye juu, usitufunike. Guse kila mmoja, tuhuishe roho zetu na nafsi zetu ambazo zina kiu. Tupate kupokea kile unachotupatia tena sahihi. Katika jina la Yesu na watu wote tuseme amen. Tunazungumzia nafasi. Jioni ya leo nataka tuangalie mambo machache ambayo ni kikwazo kwenye nafasi. Kikwazo kwenye nafasi. Jambo ambalo nataka tuangalie kwenye kipindi hiki cha saa hii ni jambo ambalo inapaswa uwe makini sana, kwa sababu ni kitu chenye nguvu sana. Unafahamu maisha ya mtu yana vitu ambavyo Mungu amekusudia vifanyike kwake, ingawa hakujua na havikufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia kichwa cha saa hii, kina kichwa kinachosema aina ya vikwazo vinavyomzuia Mungu asikufanikishe kulingana na nafasi na agano la neno la Mungu kwako. Aina ya vikwazo. Aina ya vikwazo. Kuna aina ya vikwazo. Kuna mtu hajamaliza kuandika. Aina ya vikwazo vinavyomzuia Mungu asikufanikishe kulingana na nafasi aliyokupa hapa duniani, lililobeba agano lake. Lililobeba agano lake. Agano ni mapatano. Bwana Yesu asifiwe. Aina ya vikwazo vinavyomzuia Mungu asikufanikishe kulingana na nafasi yako aliyokupa, ilobeba agano la Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na tuna vitu viwili tu tunataka tuangalie kwa saa hii. Hii ni somo mpya kabisa. Hata sijajua imetoka wapi. Ila tu nilipokaa kule kwenye gari, Mungu akaniambia kuna mahali kuna mtu anataka kutoka. Unapowakusanya watu wengi namna hii, ni lazima usifikiri tu juu ya sasa yao. Fikiri juu ya baadaye yao. Nimefurahi kwa ajili ya vijana walioimba hapa. Sasa mimi ni mtafiti kidogo. Ukipewa kwenye huduma yako vijana wengi, umepewa kutengeneza maisha yao ya sasa na ya baadaye. Iwe unajua haujui, sio sababu kutokujua. Lakini kuna vitu inabidi unatafakari tena. Jamani, haleluya. Kwa sababu ni watu wanaweza kuchukuliwa na kila aina ya elimu haraka sana. Kwa hiyo kitu kizuri kikiingia kwenye mioyo yao, unawafanikisha haraka. Vivyo hivyo ukichelewa kuwekeza kilicho kizuri, kinaingia kilicho kibaya. Kwa sababu hapa ulimwenguni falme zinazotenda kazi ni mbili. Ufalme wa Mungu, ufalme wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Aina
aina ya vikwazo vinavyomzuia Mungu asikufanikishe kulingana na nafasi aliyokupa iliyobeba agano lake kwako. Lengo la kwanza ni kukupa ufahamu juu ya aina ya maisha aliyotaka Mungu uishi nayo ndani yake. Lengo la kwanza ni kukupa ufahamu juu ya aina ya maisha aliyoyataka Mungu uishi nayo hapa duniani. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni kukupa ufahamu juu ya aina ya maisha aliyoyataka Mungu au aliyoyapanga Mungu uishi ndani yake hapa ulimwenguni. Kwa hiyo kuna aina ya maisha. Jamani, amen. Usichoke. Unajua katibu wangu, nimekupenda, Mungu akubariki. Umetuchangisha fedha na Mungu akubariki. Na mimi hujanipa, na mimi natoa shilingi. Hata mimi ni assembly moja wapo. Mimi ni assembly inayojitegemea. Tutatafuta na sisi 1,500,000 baadaye. Unajua si tulishavaa sketi. Sasa na sisi tutatafuta 1,500,000 baadaye. Kabla hatujaondoka. Yaani kabla hatujang'oa nanga hapa tutatafuta 1,500,000. Na nitahakikisha kila mwanahuduma ameweka mkono, maana nimeona mfumo uliotumia katibu. Kwa hiyo na mimi nitawagawia kipande. Wakitoa shati sawa, wakitoa bukta sawa. Ishu 1,500,000. Si ni sawa jamani? Ngoja nikwambie, ukitaka kuwa kiongozi bora, ukikuta watu wanatembea kwa magoti, tembea kwa magoti. Sema amen. Naamini Pastor Mary amefurahia. Huwa tunabeba watu ambao akiambiwa tunapita anasema ndio tunapita. Jamani, haleluya. Amen. Lengo la pili la somo ni kumpa mtu mwenye kusudi la Mungu kuelewa alivyokusudiwa kimaisha hapa duniani. Kumpa aliyebeba kusudi la Mungu kufahamu aina au kiwango aliyoyakusudia Mungu awe nayo hapa duniani. Sasa ni tofauti na kule juu. Kule ni kuishi, lakini kuna kuwa nayo. Jamani, amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ngoja nikupe maandiko machache ya kwenda nayo kwa dakika chache. Saa yangu inaniambia saa 10:25. Na mimi naamini tutakwenda. Aliye tayari kuondoka ni bora tu akaondoka, alafu sisi tunaendelea. Tunakomba ile mboga za mwisho, alafu tutakuwa tumepata kitu kizuri. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ili maisha yako yabadilishwe. Sema amen. Ili maisha yako yabadilishwe. Kwa sababu ukiwa tu kwenye nafasi, labda niulize swali. Kwa mfano ukawa mzee wa kanisani, hakuna mshahara. Sijajua kama umeelewa. Hakuna mshahara. Ukiwa shemasi, utazihesabu hizo sadaka, utazikusanya, utazipeleka. Hakuna kitu unachopokea wewe. Kwa hiyo kama Mungu amekuweka mahali, alafu asitafute namna ya wewe kuwa sababisho ya kitu cha kukusaidia, ni lazima ufikiri tena. Na ndio maana
Ni lazima mtu wa Mungu, ukishajua nafasi yako, dai haki yako inayebebwa na nafasi. Haleluya. Usiishie tu kujua nafasi, dai haki yako kwa Mungu inayobebwa na hiyo nafasi. Kama ni mwanamke, dai nafasi, dai haki yako inayobebwa na nafasi ya hewani. Na uzuri wa Mungu hakulazimishi usichokijua, kwa sababu yeye ni Mungu, anataka sisi tutafute. Ndio maana anasema utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na haya yote mtazidishiwa. Kumbe ndani ya ufalme ndiko kuliko na vitu ambavyo mtoto wa Mungu atafanikiwa ndani yake. Jamani, haleluya! Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sio masomo mepesi unaweza kupata, na hata sisi tunapopewa tunamuuliza Mungu, fundishaje? Kwa sababu sio masomo ya kwenda mbinguni, ni masomo ya kupokea package yako hapa duniani. Na unajua, kwa sababu hujui, sawa. Kutokujua bado ni hasara kwako, ila mimi nakupa angalizo. Unaweza ukafika mbinguni, Mungu akakupa picha, akakwambia vitu nilivyokusudia uwe navyo duniani hivi hapa. Alafu ndio kwanza hata mlangoni hujafika, utaomba kukata rufaa, naomba nirudi tu duniani, Mungu nitakuelewa sasa. Mtafute umwelewe ukiwa duniani. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tuangalie mistari michache. Kolosai ile sura ya 4 mstari wa 17. Kolosai iko kwenye Biblia, lakini kwenye Agano Jipya. Jamani, haleluya. Unajua Yesu alipokuja kuna vitu hajaongea sana, na mimi nashukuru sana, kwa sababu mtu anayesoma kitabu cha Agano la Kale kwa sura ya kidini hawezi kumwelewa Mungu. Kisoma Agano la Kale kwa picha ya kiroho, kuna vitu utapokea sana. Sema amen. Kwa sababu Ibrahim amebeba agano la baraka, na kwenye Agano Jipya Ibrahim yupo. Kwenye Agano Jipya sisi wapendwa tutamuona Yesu haraka, kwa sababu ndio aliyekwenda msalabani. Ila tukitafiti ipasavyo, kilichomsababisha Mungu ampe Ibrahim mwana kondoo, ni alikuwa anaandaliwa mwana kondoo atakaye kuja kuwa Yesu Kristo. Hajaelewa? Fungua macho yako. Mimi ni mwalimu. Usilolielewa ni giza. Anamwambia Ibrahim, inua macho yako. Ninajua unanipenda. Hujanizuilia mwanao wa pekee. Mwana wako wa pekee. Tukija kwenye Agano Jipya, Yesu ni mtoto wa Mungu ambaye Mungu alisema kwenye ile kitabu cha Injili ya Yohana ile sura ya 3 mstari wa 16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Tunapata pekee tena pale, wakati kule kwenye Agano la zamani tunapata pekee kwa Ibrahim. Jamani, haleluya. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kolosai sura ya 4 mstari wa 17. Asome aliyepata. Naomba maiki ifikie. Soma katika jina la Yesu. Soma mama. Vitu vinavyomzuia Mungu asikufanikishe. Mwambie Arkipo. Ni Kolosai. Ndio. Endelea. 4 mstari mdogo wa 17. Yes, sawa. Mwambie Arkipo. Ndio. Angalia sana huduma ile. Angalia sana huduma ile uliopewa katika Bwana ili utimize. Sema amen. Ili utimize. Hebu sema utimize. Mungu hana sifa na wewe kuitwa kiongozi. Ana sifa na kufanikisha kilichomfanya akuite kiongozi. Hajaelewa? Sifa ya Mungu kwako sio kuitwa mwanamke. Sifa ya Mungu kwako ni kutimiza kilichomfanya akufanye mwanamke. Tunaenda sawa sawa? Kwa hiyo kama utaringa tu mimi ni mwanamke, mbinguni haina namba. Kile kilichomfanya Mungu akufanye mwanamke ndicho kitakachompa Mungu atege sikio. Anafanya nini?
amekaa nyumbani kwake, akaishia kuwa yeye ni mwanamke mama wa watoto. Kina mama sisi sio magolikipa kama wanavyosema Waswahili. Sisi ni watu wenye kusudi. Tukishakuwa watu wenye kusudi, kuna agizo Mungu alilotupa. Anasema angalia sana, ile kitu ulichopewa kinachunguzwa. Uchunguzi anaofanya Mungu ni juu ya sababu ya yeye kukufanya uwe. Ile sababu ya yeye kukufanya uwe inamfanya Mungu mbinguni kila saa anahuzunika au anafurahi. Atafurahi pale tu atakapojua hukai kama mtu wa kawaida, unakaa ukijua nimebeba cha Bwana ndani yangu. Hivi mtu aliyebeba cha Bwana, okay, niwaulize swali. Mwanamke aliye mjamzito miezi 7, mpeleke uwanjani akacheze mpira, hawezi. Sio kwamba hapendi mpira, alichokibeba kinamgarantii, usicheze mpira utaniumiza, rusha mguu, usicheze maana utaniumiza. Ukinyanyua mguu anakwambia tembea, badilisha staili ya kutembea. Sio takwa lako, ni takwa la ulichobeba. Jamani, haleluya. Kwa hiyo lile ulilobeba ndilo linalokuamrisha. Mtu mwenye kusudi utachaguliwa aina ya kuishi, aina ya kusema, aina ya kufikiri, aina ya kutamka, kwa sababu wewe sio mtu wa kawaida. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 14 mpaka 16. Soma tena mwanangu. Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza. Mami, haleluya. Vitu vinavyomzuia Mungu asikufanikishe kulingana na nafasi. Mwahi kufikiri unakuja kanisani kwa sababu unataka tu uangalie kwaya inaimba, alafu unarudi nyumbani. Unakuja kanisani kwa sababu unataka tu upewe nafasi ya kuimba, usipopewa unakwazika wiki nzima. Mwahi kufikiri kwa sababu kuimba ni sehemu, ni kipengele. Ni kipengele. Mchungaji amekutana na wewe mnadani, akakupita hajakusalimia. Sio kwamba hauna Yesu, ila yeye kazidiwa. Wewe una kusudi, unapaswa wewe kujua kwa sasa ana mambo mengi, ila ni mchungaji wangu. Hajasikia? Kwa sasa ana mambo mengi, ila ni mchungaji wangu. Sasa mtu mwenye kusudi hapaswi kuwa mtu ambaye anakuwa mnyimifu, anagusa kila kitu ambacho, yaani sio mnyimifu, anagusa kila kitu, yuko tu hoe hai. Mtu mwenye kusudi anaambiwa, yule mtu anaambiwa angalia sana. Timotheo wa kwanza 4:14. Soma mwanangu. Nasoma kama ilivyoandikwa. Sawa. Usiache kuitumia karama ile uliyopewa ndani yako. Usiache kuitumia. Jamani, amen. Subutu acha kutumia karama. Wapendwa, Bwana asifiwe. Subutu kuacha kutumia karama. Eti kwa sababu nikitumia karama ninakuwa kikwazo, nikitumia karama kuna watu wanielewi, nikitumia karama kuna watu wanakwazika. Sio swala la kukwazika kwao, ni swala la ulichobebeshwa. Kile ulichobebeshwa ndicho kinachoamua. Maamuzi yako mle. Haleluya. Amen. Asifiwe Yesu aliye hai. Amen. Asifiwe Yesu aliye hai. Amen. Sio wewe, ni kile ulichobebeshwa. Endelea mwanangu. Uliopewa kwa unabii. Ndio. Na kwa kuwekewa mikono. Neno la Mungu ni unabii kwako. Nafasi yako ilikuja kiunabii. Bikira atachukua mimba. Hajanisikia. Hakuna mtu aliye ndani ya Kristo asiyekuja kwa unabii. Injili tunayohubiri iko kinabii. Hatuja kurupuka. Tunamuuliza Roho wa Mungu, saa hii sasa unataka kusema tu namna hii au uko tayari kutuelekeza? Unajua wewe uko kinabii. Maisha yako yapo kinabii. Na nabii wa kwanza wa maisha yako
ni Roho wa uzima aliyeletwa kutoka mbinguni, akaachilia kwamba wewe utaletwa duniani kama mwanamke, kama mwanaume, kama nani, whatever. Wewe una unabii wa mbinguni, kwamba lazima kuna kitu umebebeshwa. Hicho ulichobebeshwa mbinguni wanakifuatilia kila siku. Na leo nikupe tahadhari, wewe fanyaga hivi vidhambi zako za kulamba kama miwa, malaika yuko anakufuata, hajaelewa, hajasikia. Mwingine nikawahi kusikia wanasema kwenye minyaa Mungu haoni. Wacha upumbavu huo, unaitwa upumbavu. Upumbavu najua ni mtu hajaelekezwa njia, kwa hiyo upumbavu wake unampeleka porini. Acha hiyo. Daudi anasema hata nikifanya kuzimu kuwe makao yangu, kule mkono wako pia uko. Hata giza halikuzuii. Giza linakufanya uone sana. Kila kitu unachokifanya kinarekodiwa. Wewe Mungu mzuri. Jamani, haleluya. Nimesema haleluya. Ukitaka utumishi wako utukuke, uwe makini. Yaani uwe mtu makini kila saa. Umetembea mchana, hata unayetembea naye fikiri. Ukipigiwa simu usipokee kila simu, maana sio kila simu ni ya kwako. Hajanielewa? Kuna simu nyingine ukipokea unaumwa siku nzima. Hajasikia? Si kila simu ni ya kwako. Ikipigwa simu, hata kama ni ya baba, muulize Roho wa uzima, ni ya kupokea au ni ya kuahirisha kwa sasa? Hajanisikia? Hata kama ni ya bibi, ni ya kupokea au ni ya kuahirisha kwa sasa? Baadaye akikutafuta, hujasikiaga ukipigiwa simu au ukipigia mtu simu, kama hapatikani, yuko dada anajibugu kwenye mtandao, tafadhali mtumiaji wa simu uliyempigia hapatikani kwa sasa, lakini jaribu tena baadaye. Wacha na wewe naye jaribu tena baadaye. Akukuta huko network. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Usipokee kila kitu. Endelea mwanangu mpaka 16. Uyatafakari hayo. Hayo yapi? Yaliyobeba kusudi. Ndio. Endelea. Ukae katika hayo. Ukae katika hayo. Mtu aliyeitwa na anajua nafasi yake, kaa katika hayo. Fanya kazi ya Mungu katika hayo. Ile karama inabeba wito, inabeba nafasi, inabeba baraka yako. Kaa nayo, ipalilie kwa maombi, ipalilie kwa kumsemesha Mungu, ipalilie kwa kulisoma neno la Mungu. Usiibiwe. Neno la Mungu ni kweli. Mungu ni kweli. Jamani, haleluya. Ni kitabu kisicho na picha ya kuchekesha, kina picha ya taarifa njema. Sema amen. Hii kitabu ni original kuliko vitabu vingine vyote. Dunia imehangaishwa na vitabu, lakini vitabu vyote visivyotokana na hii bure. Hii ni reference yetu ya kwenda mbinguni. Maisha yetu yamebebwa na hii. Haleluya. Endelea mama. Ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Sema kwa watu wote. Unakwenda mnadani ni kiongozi, mtu uliyejitambua. Sawa, hata mimi napendaga miwa. Sema miwa. Sema miwa. Nunua, pakia kwenye mfuko wa sulfate, nenda kale chumbani kwako. Kiongozi anayekula miwa kila mahali, alafu unaenda kila choo, hata barabarani. Pole na upofu wako. Miwa ni nzuri. Nzuri, usile kila mahali. Usile kila mahali. Mwanamke aliyebeba kusudi. Kiongozi mzima. Hajasikia. Hello. Kwa watu wote. Waebrania kwa Wayunani. Wataua kwa wasio wataua. Wachawi kwa washirikina na kwa walokole. Kila mahali jitahidi kujionyesha wewe uko sawa. Umenyoka tu hivi. Kienda kwenye vikao vya jamii, usijibu kila neno, wewe sio mwenyekiti. Subiriaga. Wacha waongee. Mwisho wakuulize, wewe unasemaje? Alafu neno lako linakuwa sheria.
Sema amen. Sasa wewe kila mahali kidole kama mkia wa mbuzi, unavunja ile nafasi yako, unaharibu ile nafasi yako. Hata kama kwenye kikao cha kanisa, usiwe mtu wa kutoa kila ushauri. Wewe ni Mungu, tulia kidogo. Biblia inasema heri ungenyamaza, kwako ingekuwa hekima. Jamani, haleluya! Unajibu kila kitu. Wewe ni Mungu. Mimi naona hivi. Mara ile wazo limekataliwa, unashangaa mpaka kuna mtu aliwahi kutoa ushauri kwenye Biblia. Anaitwa Isofeli. Akatoa ushauri wake ukakataliwa. Akaenda kujiua. Uwe makini. Usitoe kila ushauri. Pima, onja. Wanasemaga onja. Onja kabla hujasema. Sema amen. Ili hata kama uko katikati ya watu wenye giza, mtu wa Mungu anataka atambulishwe. Kwa hiyo kama wewe unatembea kienyeji, Mungu kuna ahadi zake hazitimiliki kwako. Omba mpaka mwakani. Mwambie Mungu umesema, atakwambia nimesema lakini kwa aliyenyooka. Hajasikia. Ukimwambia umesema ahadi zako ni amina na kweli, atakwambia hata hivyo mimi nimekuza ahadi yangu kuliko jina langu lote. Ila wewe hujanyooka. Ni ile humsikiaji, maana anakujibu, ila wewe hauko tayari kusikia jibu la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea mama, malizia 16 tu alafu tuhame tuende kwenye pointi nyingine. Jitunze nafsi yako. Jitunze nafsi yako. Na mafundisho yako. Ngoja basi mama. Jitunze nafsi yako. Unakula mgahawani, unakula hotelini, unakula kioski. Yaani we kila mahali unaambiwa onja tena, unakula gubu. Onja tena, gubu. Kwanza ukila chakula kingi unazidi kuwa mbovu. Umenichukia? Usile chakula kingi, kula chakula kiasi. Basi kila kitu, Biblia imesema kila kitu kiasi. Ni sawa wewe ni mtumishi. Sasa je, ni mtumishi anayepitia kila mahali, kila kona ni ya kwako? Hapana, sio kila kona ni ya kwetu. Sisi tuna kona ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akitupa dira, huyo ndio kiongozi wetu. Huyo ndio tuliyesimama chini yake. Huyo ndio anayetupa nafsi zetu kutii. Daudi anaambia nafsi yake, nafsi yangu, kwa nini kuinama ndani yangu? Mngoje Bwana. Haleluya. Hata kama kitu ni kizuri kiasi gani, stopisha. Roho akishakuwekea alama. Na shida ya kanisa imemwacha Roho Mtakatifu. Kwa sababu kama kanisa inatembea na Roho Mtakatifu, hata wanaofanya biashara kama wanatembea na Roho Mtakatifu, watafanya biashara kwa kimataifa. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni mfanyabiashara mkubwa sana. Ana uwezo wa kukuletea mtu akakwambia huyu usimpe bei hii kwa sababu atakataa kununua. Huyu mpe bei hii atanunua. Huyu mpunguzie mpaka hata chini ya bei uliyonunua. Nitakuletea atakayekufikia. Huyo ni Roho Mtakatifu. Sasa shida yangu mimi na wewe, tumemwacha sasa mahali, alafu tunasema tuna nafasi. Hiyo nafasi yako ili ikue. Nisikilize watumishi hata mlioko hapa. Usifundishe kila neno kwa kupeleka bila tu. Fundisha neno kulingana na yule kiongozi mkuu Roho Mtakatifu. Akikwambia leo wacha tu wamsifu Bwana, usilazimishe kwamba lazima niseme neno. Wewe fanya hivi. Kama ulize Yehoshafati ukimkuta mbinguni, aliambiwaje? Silaha mnazo, lakini mimi nataka kwaya. Kwaya tu. Kwaya mimi napiga hiyo vita. Kama ni wewe ungesema na hizi silaha tutafanyaje? Mungu hana shida na silaha yako. Mungu ana shida na silaha yako. Silaha yako ina nguvu kuliko silaha yako. Sema amen. Kwa hiyo lazima tufike mahali tumtii Roho Mtakatifu, yeye awe kiongozi wetu. Nafsi zetu zisitusumbue. Kama kuna kitu mtu fulani anayo, huwa nafsi inapenda vitu. Mwambie nafsi nyamaza. Nyamaza. Unapita kwenye nyumba ya mtu, unakuta nyumba imepambwa mapambo mazuri, nafsi inakwambia lakini wewe mwambie nafsi, wewe nyamaza. Ngoja ya kwako. Ngoja ahadi ya Mungu. Ahadi ya Mungu iko kwa ajili yako. Sema amen. Alizia mwanangu. Na mafundisho yako. Sawa. Dumu katika mambo hayo. Sawa.
Maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako, ndio, na wale wakusikiao pia. Amen. Natosha. Kati. Huyu ni kiongozi. Aina ya viongozi huwa wanatengenezwa kulingana na neno. Wale viongozi wa kimungu. Mungu anachotaka kwangu na anachotaka kwako, sisi lazima tukubali kwamba kwa kuwa Mungu ametukubali na sisi ametupa nafasi, hii nafasi isiwe kwa hasara. Hii nafasi tuitumie ili kuna wengine wabadilishwe kwa sababu ya nafasi zetu. Tunaenda sawa sawa? Tuangalie mambo machache ambayo yatakusaidia, ambayo Mungu yanamzuia asikufanikishe. Kitu cha kwanza, kuto kumjua Roho Mtakatifu na kufahamu nafasi yako pale ulipokusudiwa na Mungu. Kutokukua kiroho. Yes. Kutokukua kiroho na kutofahamu nafasi yako pale ulipokusudiwa na Mungu. Kutokukua kiroho. Andika hivyo kama ulikuwa umeandika vinginevyo. Kutokukua kiroho na kutofahamu nafasi yako pale ulipokusudiwa na Mungu. Kitabu cha Wagalatia. Galatia sura ya 4. Kutokukua kiroho. Hii ni kitu ya muhimu sana. Sababu mimi najua wote mna watoto hapa. Nitatoa mifano michache tu alafu tutakwenda kuomba. Sema amen. Mimi nampenda Mungu. Na wewe je? Sawa. Basi kuwa makini na Mungu. Sema amen. Wagalatia ile sura ya 4. Nilisema kutokukua kiroho na kutokufahamu nafasi yako pale ulipokusudiwa na Mungu. Wagalatia ile sura ya 4. Ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wowote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote, bali yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati uliokwisha kuamriwa na Baba. Kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu akamtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Mstari wa 4. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma roho wa mwanawe mioyoni mwenu, aliaye Aba, yaani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali ni mwana. Na kama ni mwana, basi umrithi kwa Mungu. Sema amen. Sema amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Sasa mimi nataka kuangalia tu mistari miwili alafu tunaenda kuomba. Usijali, nitakuruhusu. Niko tayari kukuruhusu. Yaani ngoja tuangalie mistari tu hapa. Anasema hivi, mrithi wakati wowote awapo mtoto. Nafasi yoyote inapotumika chini ya takwa la Mungu, chini ya takwa la Mungu, inakosa mwelekeo toka kwa Mungu. Ukitumia nafasi yako kulingana na takwa la Mungu, mbinguni wameshakuwekea kwamba wewe ni mrithi. Mrithi sio mtenda kazi, ni mrithi kwa sababu kuna kitu alichobebeshwa kinachobeba cha kwake. Tunaenda sawa sawa? Kwa hivyo mrithi, Biblia inasema awapo mtoto hana tofauti na mtumwa. Sasa tuangalie jambo la mtoto. Kama nyumbani kwako una mtoto
Na ni kweli baada ya maisha haya tunayoishi ulimwenguni, vile vitu vya kwako huenda ukamwachia mtoto kulingana na utaratibu ulioweka. Wenzako wengine wameweka utaratibu tofauti na wako. Kama umeweka utaratibu kwamba siku fulani nikishakuwa nimezeeka, nyumba hii itakuwa ya fulani, sijui gari lile litakuwa la fulani, shamba fulani litakuwa la fulani, hutoweza kumwambia yule mtoto wakati bado ni mdogo. Kwa nini? Uwezo wake ni mdogo. Sema amen. Amen. Kiwango chake cha kuelewa unachomwambia ni kidogo. Sasa Mungu akijua wewe huna uelewa juu ya mpango wa kwake kwako, wewe ni mtoto, hajasikia. Mungu akielewa kwamba wewe huelewi kanuni zake na sheria zake na taratibu zake na ahadi zake, hakupi unachotaka. Mungu hatoi kila kitu. Mungu anatoa kitu kwa mtu aliyejijua na kufahamu kwamba mimi sio mtoto. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoomba mbele za Bwana, jiridhishe kwamba una maelekezo unayoyapokea kulingana na ahadi za Mungu kwako. Haleluya. Nimesema amen. Amen. Fanya namna hii. Simama tuombe. Simama tuombe. Unajua mimi nimefundishwa na Roho. Na huyo Roho hajanifundisha akanibakiza, alimaliza kabisa kila kitu kwangu. Sema amina. Simama basi jamani tuombe. Unajua wakati fulani Yesu alifanya kazi huku duniani, akawaambia wanafunzi wake na wahurumie makutano, maana hapa ni nyika. Wasitawanyike tu alafu wana njaa. Inamisha kichwa chako. Baba yetu mwema, asante. Asante Mungu wetu mwema. Asante kwa utumishi mkubwa ambao umetupatia siku ya leo. Mimi nakupenda sana. Nakupenda Yesu. Asante kwa sababu ya watoto wako. Asante kwa sababu ya ushirika huu. Asante kwa sababu ya kutupa kibali na neema. Asante kwa sababu ya kutupa kusanyiko la namna hii tena siku ya tatu. Wewe ni mfalme, tunakuamini Yesu. Tunaomba ushirika wako tena tunapokwenda kuingia kwenye maombi. Uwepo wako uwe pamoja nasi na nguvu zako uliyechuzi katuguse. Pendo lako lisipunguke kwa sababu kwa upendo wako unatuponya. Katika jina la Yesu Kristo. Kama uko uliyekuja hapa una tatizo lolote la kiafya, songa hapa mbele tukuombee kwa Bwana. Tunapokutanika hii kazi mojawapo ya injili ni kuwaponya walio wadhaifu. Songa hapa mbele, kama ni mdhaifu songea hapa mbele tufanye maombi kwa ajili yako. Kesho tutaona kama tutapata nafasi ya kutoa ushuhuda, tupokee ushuhuda 2-3 hapa. Songea hapa mbele tufanye maombi. Kama una hali yako ya afya sio salama, songa hapa mbele. Hakuna mtu anakuuliza ulipata shida wapi. Sisi tunachoamini Mungu anatuponya bila kujali nafasi zetu tulizo nazo. Mungu anatuponya. Mungu anatuponya. Mungu anatuponya. Songa hapa mbele. Neema ya Kristo iko pamoja nasi. Yes, Jotu. Mwenye tatizo lolote la kiafya songa mbele. Mungu wetu ni Mungu aliye karibu. 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 Inawezekana una mgonjwa kule nyumbani. Inawezekana umekuja lakini kuna mtu umemwacha hajiwezi. Ungetamani kumuita Bwana amsaidie pia. Mara nyingine unapokuja kwenye kongamano na namna hii, beba nguo ya mgonjwa. Tutaiombea. Yesu atapokea yale maombi. Atakwenda kumuunganisha nayo na atapokea uponyaji. Yesu ni mwaminifu. Rehema zake ni za milele. Joto. Unaweza ukachukua hata nguo yake kama ni mgonjwa kweli, lete nguo yake hapa. Tuifanyie maombi. Upako ulioko hapa utakwenda kumgusa huko nyumbani. Nguvu za Mungu ziko mahali hapa. Usimpime Mungu kama unavyojipima wewe. Usimpime Mungu kama unavyojipima wewe. Usimpime Mungu kama unavyojipimia wewe. Tatizo lako ni dogo sana. Ndio maana amekuumba yeye. Ndio maana yeye amekuumba. Kuna mtu ameandikiwa na daktari kwenda rufaa. Ameandikiwa kwenda rufaa. Kama unanisikiliza, songa hapa mbele. Umepewa rufaa. Na haujui hata hiyo rufaa namna ya kuendea.
Njoo kama masikio yanasikia. Umeandikiwa rufaa. Songa mbele. Njoo. Njoo tu. Njoo tu. Njoo tu. Unafahamu tulikuja na Bwana. Hatuja. Kwa hiyo hatukuja peke yetu, tulikuja na yeye mpaka hapa. Usimpime Mungu na hali yako. Mungu ni mkuu kuliko hali yetu. Mungu ni mkuu kuliko hali yetu. Yes. Hakuna mtu anakujua. Umeambiwa ulichoambiwa na madaktari ni majibu. Lakini majibu ya Mungu yako juu. Majibu ya Mungu yako juu. Majibu ya Mungu yako juu. Tunakongoja. Ndio maana nimenyamaza kimya hapa kama nimepigwa gas. Yes. 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 Inua mikono yako uliokuja hapa mbele. Yuko mtu amepoteza amani kwenye familia yake, kwenye ndoa yake. Mpaka umekuja hapa, kuna maneno ya mwisho mmepeana hayakuwa rafiki. Na hata unawaza ukirudi utakuta kuna hukumu mezani. Kama unanisikiliza, songa hapa, lakini yupo. Lakini yupo. Joto. Joto. Sijajua naongea na mtu, lakini kuna mtu naongea naye. Yes. Ukishafika hapa mbele, funga ufahamu wako. Ndio maana tunasemaga funga macho. Wacha Mungu akuponye ili ujue uwezo wake ni mkubwa. Atakuponya sahihi. Sasa hivi. Sasa hivi. Nilikwambia tuna 25 miaka tukitembea na Yesu. Tumtangaza huyu Kristo aliyetufia pale msalabani. Kwa hiyo hatukutani na mtu mmoja kama unavyodhania. Tuliwahi kuletewa mtu aliyekufa. Na Yesu akamponya. Akamrudishia uhai. Kwa hiyo hatujatembea peke yetu, tunatembea na mkuu wa uzima. Fumba macho yako nifuatishe kwa maneno machache. Sema, Bwana Yesu, nimekuja kwako jinsi nilivyo. Nimebeba mizigo nisiyoyaweza. Wewe ni Bwana. Pale msalabani ulisema yote yamekwisha. Nisamehe Yesu. Nimepoteza nafasi ya kukujua wewe, kwamba unaweza. Nisamehe Yesu kwa kutokukuamini, kwa hali ninayopitia. Yesu rafiki wa kweli, nisamehe Bwana. Nahitaji msaada wako jioni ya leo. Nipe neema itokayo msalabani, itokayo kwako Yesu, ili nipokee kile ambacho unacho Yesu, ambacho umebeba msalabani. Nipate msaada, nifunguliwe vifungo mbalimbali. Ni kweli Yesu, kwangu haiwezekani, lakini kwako inawezekana. Kwako inawezekana. Kwako inawezekana Yesu. Nitibu Yesu, uliye tabibu wa kweli. Nifungue Yesu, niponye leo, sasa hivi. Sitaki tatizo hili, nataka uzima utokao kwako Yesu, katika jina la Yesu. Kila kifungo kilichofunga maisha yangu kikatike sasa, kiniachie sasa, katika jina la Yesu. Roho ya mauti sitaki kwangu, nataka uzima utokao kwako Yesu, katika jina la Yesu.
Yesu rafiki wa kweli, karibu ndani ya moyo wangu. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ufanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yangu sasa, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu ingia ndani yangu kama moto, kama moto, unifungue niwe huru kwa jina la Yesu. Kila udhaifu upokee tiba kutoka kwako Yesu, katika jina la Yesu. Futa machozi yangu, futa machozi yangu, nipatanishe mahali nimepata shida, nipatanishe Yesu, nipe amani, maana wewe ni mfalme wa amani, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Weka mkono wako penye shida, kama pako mbali weka mkono kichwani. Nguvu za Mungu zinapita kwako kama moto. Nilishakwambia usimpime Mungu. Yes. Usimpime Mungu. Wamekologa ni wao, lakini Yesu ana nguvu kuliko ushirikina wao. Yes. Wamekuchimbia kaburi, sawa, lakini Yesu atavunja hilo jeneza. Atavunja hilo jeneza. Wametangaza mauti yako, lakini Yesu atabadilisha matanga itakuwa kwao. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Moto wa Roho Mtakatifu upite. Roho Mtakatifu pita kama moto. Pita kama moto. Ndio, pita kama moto. Pita kama moto. Pita kama moto. Ndio, pita kama moto. Pita kama moto. Ndio. Pando lolote asilolipanda Yesu, kwa mamlaka niliyopewa na Yesu, kwa mamlaka niliyopewa na Yesu, mauti iliyotengenezwa, mauti iliyotumwa ili kuangamiza watoto hao wa Mungu, kwa mamlaka niliyopewa na Yesu, kwa mamlaka niliyopewa na Yesu. Pepo wachungaji, pita huko mbele, mikono yenu naachilia moto, naachilia moto kwenye mikono ya wachungaji. Pita kwa mbele, usimuweke mkono kwa nyuma, pita kwa mbele. Nguvu za Mungu ziko juu yenu, upako wa Roho Mtakatifu uko juu yenu. Mapepo yanayotesa watoto wa Mungu hao yawaachie. Pepo la mauti, now, 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 now. Fungasha, achia mwili wake, achia ufahamu wake. Uvimbe kwenye mwili huo, uvimbe kwenye huo mwili, uvimbe kwenye huo mwili. Mauti, mauti, mauti uliyotengenezwa, mauti uliyotumwa, mauti uliyotumwa, mauti ya uchawi, mauti ya ushirikina, mauti ya ushirikina, mauti iliyovalishwa kwa njia ya chakula, mamlaka iliyopewa. Now, 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 now. Fire, 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 fire. Natuma moto, natuma moto, natuma moto, natuma moto, moto unaunguza, unaoteketeza kila kazi ya shetani, tunabatilisha, inang'oa na kuharibu, inateketeza kwa moto lao, kwa moto lao, kwa moto lao, kwa moto lao. Natuma moto, natuma moto. Fire, 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 fire. Fungasha shetani, fungasha, fungasha kwenye tumbo, fungasha kwenye kikono, fungasha kwenye sehemu za siri, fungasha uvimbe, uvimbe wa kenza. Yeyuka, 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 yeyuka kwenye kifua, yeyuka kwenye kifua, yeyuka kwenye ziwa, yeyuka, yeyuka kwenye sehemu za siri, yeyuka kwenye kifua, yeyuka, yeyuka, yeyuka. Kina cha kumisha, kina cha kumisha, tunaiondoa ndani ya tumbo lake, tunaiondoa kwenye mapafu, tunaiondoa kwenye mapafu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mapafu yake yaliyoathirika, pepo la pressure, pepo la pressure, pepo pressure, pepo pressure, pepo pressure, unakonisikiliza, pepo pressure, 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 pressure. Pepo la sukari, kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. Rabo shanta ribo santa, rikoro shanta. Ndio kapika, kapika hicho cha kuzimu, hicho cha kuvisha, ulichovishwa, hicho cha kuvishwa, ulichovishwa, hicho cha kuvisha, ulicholiwa, ulicholishwa. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Fungasha achia, fungasha achia, fungasha achia, fungasha achia, fungasha achia. Wewe magombano, pepo la hasira, pepo la hasira, pepo la hasira, pepo la hasira ndani yake, kwa mamlaka niliyopewa, pepo la hasira ndani yake, pepo la kutokuelewana, pepo la mafarakano uliyetumwa kwenye ndoa. Now, 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 now. Moto unapita, moto unapita. Fire, 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 fire. Moto wa kuunguza
kazi zote za shetani, kazi zinaungua, kazi za ibilisi zinaungua. Roho ya mpinga Kristo inaondoka, inaachia watu. Pepo la kimila, pepo la kibabai uliyeshika maisha ya binti, kwa mamlaka niliyopewa, roho ya magombano kutoka kwenye ukoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, fungasha, fungasha, hatuna moto, hatuna moto, hatuna moto, hatuna moto, fungasha, achia, fungasha, achia, fungasha, achia, fungasha, achia, kuni kuzimu mwa makao yako. Raboshita, mikondoro sata, unapona. Yesu anapitisha uponyaji. Uko malaika uzima hapa, yuko malaika uzima hapa. Hayo mavazi uliyovikwa, hayo mavazi ya kuchukiwa, hayo mavazi ya hasira, hayo mavazi ya pepo la kuzimu, hayo mavazi ya ulevi, hayo mavazi ya ulevi, ulevi wa siri, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ulevi wa zinaa, kwa damu ya Yesu, achia, 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 ndio ondoka. Fungasha, moto, 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 wake juu yake, wake juu yake, wake juu yake, wake juu yake, kwa damu ya Yesu, 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 achia kichwa chake, roho ya kicha, roho ya kicha, pepo la kicha, pepo la kicha, pepo la kicha, fungasha, raboshika, raboshata, rikosanda rabosaka. Shika, ndio unaungua. Ni lazima kuondoka, sio yari. Ni lazima kuondoka. Pepo la vita toka kwenye ukoo, kwa mamlaka niliyopewa. Tunavuta wa ukuta, tunavuta wa ufalme, tunawalimu wa ufalme. Kwa jina la Yesu, achia, 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 achia. Raboshika, raboshata, ribosaka, fungasha, fungasha, rudi kuzimu. Ndio makao yako. Nenda kuzimu. Ngome za kibabe tunazimoa. Toka, 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 fire, toka, toka, salimu amri, toka, 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 fungasha, chia koo lake, chia koo lake, vimbe, uvimbe kwenye ziwa la kushoto, uvimbe, yeyuka, 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 nao, yeyuka, yeyuka sasa, yeyuka sasa, kwa jina la Yesu Kristo. Arogoshita, watu waliokaa simama, inua mikono yako juu, nguvu za Mungu ziko juu. Arogoshita, nika juu, nguvu za Mungu zimeshafanya kazi. Bwana waponye, Bwana wafungue, weka ufalme wako ndani yao, weka uzima wako ndani yao. Hawajaja kwa hasara, wamekuja kwa faida. Unapotukusanya namna hii, kuna kitu cha watu wako Mungu. Si vyema tuwaage wakaondoka wakati wana huzuni. Ni vyema Bwana uliye mfalme wa uzima, uachilie uzima wako ndani yao. Rabo shata. Endelea kumshukuru Mungu popote unaponisikiliza. Endelea kumshukuru Mungu. Ndio, endelea kumshukuru Mungu. Endelea kumshukuru Mungu. Tatizo lako linaondoka kule nyumbani. Tatizo lako linaondoka kule kwenye YouTube. Tatizo lako linakuachia. Wewe mshukuru Mungu anayewaponya watu wako. Anakuponya na wewe hapo ulipo. Anakuponya na wewe hapo ulipo. Ndio, wewe mshukuru Mungu. Wanafunguliwa. Wanafunguliwa. Shetani ameshashindwa. Shetani ameshashindwa, hana lake tena. Wewe mshukuru Mungu, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante. Utukufu ni wa kwake, heshima ni za kwake, mamlaka ni za kwake, ukuu ni wa kwake, enzi ni za kwake, ukuu ni wa kwake. Mshukuru tu Mungu, mshukuru tu Mungu. Hakuna cha pepo hapa, wote wamefunguliwa. Mshukuru tu Mungu, mshukuru tu Roho Mtakatifu. Aroshata, rikondoro sata ribosaya, aroshakanda ribosata. Endelea kumshukuru Mungu. Hujajua ulikotolewa, mshukuru tu Mungu. Usikumbuke hali yako, wewe mshukuru Mungu. Shukuru Roho Mtakatifu. Mwambie asante, sijaja kwa hasara. Mwambie asante, kuna kitu umenipa. Mwambie asante, mwambie asante, mwambie asante. Mwambie asante, shukuru tu. Wewe shukuru, hata wao walioanguka hawakujua walichobeba. Shetani aliwavisha mavazi mabaya. Shetani aliwavisha mauti. Lakini Yesu ni mkombozi. Amesema hizo jeneza zinavunjika, zimechoma moto, zimechoma moto, zimechoma moto, zimechoma moto. Wako watu wako hai hapa. Kaburi haliko, halina mtu. Kaburi limemwachia mtu. Tayari, mshukuru Mungu, mshukuru Mungu, mshukuru Mungu. Rabushita ribosata, rabushanda ribosaya. Wewe mshukuru Mungu, wameshafunguliwa. Wameshafunguliwa, wako huru kabisa, wako huru kabisa, wameshafunguliwa. Yesu ni Bwana. Yesu, endelea kumshukuru Mungu.
Raboshita. Mliokuwa mmekuja hapa mshukuru Mungu. Kama ulikuwa na uvimbe, minya hilo eneo, Mungu ameshaponya. Endelea kuminya, fanya tendo la imani. Endelea kugusa pale palipokuwa na shida, Yesu amekwisha kufungua. Endelea kugusa kile kitu kilichokuwa kinakwama, Yesu amekwisha kuiondoa. Gusa kwa imani, gusa kwa imani. Upako wa Roho Mtakatifu umepita ndani yako. Hujakuwa kama ulivyokuja, nguvu za Mungu ziko juu yako. Upenyo wa Roho Mtakatifu umekwisha kukuweka huru. Hebu mshukuru Mungu, endelea kumshukuru Mungu, endelea kumshukuru Mungu. Endelea kumshukuru Mungu, endelea kumshukuru Mungu. Endelea kumshukuru Mungu. Upako uko juu yako. Shukuru tu Mungu, shukuru tu Mungu. Mtukuze Mungu, mtukuze Roho Mtakatifu. Mwambie kazi umefanya wewe. Endelea kumshukuru Mungu. Huko naendelea kufanya zoezi ulilokuwa huwezi kufanya. Bwana amekutengelea. Bwana amekutegemeza. Yesu amekuokoa. Yesu amekuondolea teso. Utakumbuka hilo teso tena. Ulikuwa umeathirika. Damu yako ilikuwa imechafuka. Yesu ameisafisha. Ameachilia damu mpya. Yeye ni mtakatifu. Yeye ni mkombozi. Uaminifu wake ni wa milele. Hakuna kama yeye. Uweza wake ni wa milele. Jina lako litukuzwe mfalme. Aroboshata, hatuchukui utukufu wa Mungu. Heshima zote na adhama ni za kwako. Uweza na mamlaka ni za kwako. Tunakuadhimisha, tunakupa sifa. Mungu walinde watu hawa na wewe. Tunaweka ulinzi juu ya maisha yao. Uliowawekea huru Mungu. Yesu watunze. Tunza muujiza wako ndani yao. Ongeza utukufu wako juu yao. Ongeza ulinzi wa kimbingu juu yao. Wasirudiwe na hilo tatizo tena. Yesu ukawasahaulishe kama walivyosahau kunyonya kwa wazazi wao. Roboshita ribosanda. Tunasimamisha mamlaka yako. Siwalinde usiku na mchana. Hata huko nyumbani tunaweka damu ya Yesu. Damu ya Yesu kwenye vyakula vyao. Damu ya Yesu kwenye vitanga. Damu ya Yesu kwenye mahusiano yao. Damu ya Yesu kwenye njia wanazopita. Wasionekane Yesu. Endelea kumshukuru Mungu. Endelea kumshukuru Mungu. Endelea kumtukuza Bwana. Tukuze Jehova. Tukuze Jehova. Mtukuze Jehova. Amefuta machozi ya watu wa Mungu. Ni ndio kazi ya Mungu. Tunapokutana tusiache kusema kile ambacho kitachukua mataifa ya wengine. Raboshata ribosata. Raboshata raboshita. Rikanda rabokoya masata ribosaya. Hawakujua mahali gani watapata daktari, lakini yuko daktari Yesu. Amewatembelea bila gharama. Amesema mmepata bure, toeni bure. Asante Yesu kwa kutupa bure na sisi tumetoa bure. Ili jina lako litukuzwe, ili jina lako liabudiwe, ili jina lako liinuliwe. Hujatuhudumia kwa neno tu, umetuhudumia na kwenye afya zetu. Uhimidiwe na utukuzwe milele. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu. Hebu mwambie tu Roho Mtakatifu asante. Mwambie Roho Mtakatifu asante. Mwambie Roho Mtakatifu asante. Kazi anaitenda ni yeye. Mwambie Roho Mtakatifu asante. Mwambie Roho Mtakatifu tu asante. Atafurahi sana akisikia ukimtaja. Mwambie Roho Mtakatifu asante. Roboshata. Hujawahi kumshukuru Roho Mtakatifu? Hebu mshukuru mara hii. Hebu mshukuru mara hii. Ndio kazi anayetenda ni yeye mwenyewe. Maandiko anasema kazi zote anazifanya yeye. Roho Mtakatifu, pokea utukufu, pokea heshima kwa kazi kubwa uliyofanya pamoja nasi. Maana tunatumika pamoja na wewe. Hatukosi kukupa heshima, maana tumekusanywa na wewe. Umewaleta watu hawa, ukaja kuwahudumia mwenyewe. Sisi ni vyombo vyako tu. Maandiko anasema tu watenda kazi pamoja na Bwana. Tunakuadhimisha Mungu, tunakupa sifa, tunakupa heshima, tunakupa utukufu. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Pigia tu Yesu makofi na vigelegele. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV. Ladies and gentlemen, welcome to Loishoki Online TV.